Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na wenzetu wa PPRA, Mamlaka ya Udhibiti na Ununuzi wa Umma, imeandaa na kukamilisha moduli maalum kwa lengo la kuwawezesha watumiaji kutumia mfumo wa ununuzi wa umma yani NeST kwa ufanisi zaidi. Kwa mafunzo haya yanalenga kuboresha utendaji kazi kwa kuimarisha taratibu za ununuzi, kuongeza uwazi na uwajibikaji, kuimarisha usimamizi wa shughuli za ununuzi wa umma pamoja na kuhakikisha huduma zinapatikana kwa wakati na kwa kuzingatia viwango vya ubora vinavyotakiwa. Na nyinyi ni wadhibiti ubora. Vile mafunzo haya yatachangia kupunguza changamoto zilizokuwa zikijitokeza katika matumizi ya mfumo wa kawaida ya usimamizi wa manunuzi na hivyo kuongeza tija katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku. Vile nimefahamishwa kwamba mafunzo haya yataendeshwa kwa njia shirikishi na kwa vitendo. Bahati mbaya tumekula muda mwingi kweli, kwa lazima ufidiwe huu muda, hata ikibidi kuongeza muda wa jioni ili haya yaweze kutimia. Hivyo hii ni fursa muhimu ya kujenga umahiri, kuimarisha uelewa na kuongeza kujiamini katika matumizi ya teknolojia za kisasa na usimamizi wa ununuzi wa umma. Matarajio ya Katibu Mkuu kwa maarifa na stadi mtakazozipata kupitia mafunzo haya zitatumika kuboresha utendaji kazi na kuimarisha uwazi na uwajibikaji. Rai yangu kwenu ni kuhakikisha mnashiriki kikamilifu katika mafunzo haya kwa kuzingatia nidhamu. Nimemsikia Profesa Said akisema nidhamu ni mojawapo ya vigezo vya kuweza kufikia malengo tulionayo, umakini na ushirikiano. Tumieni fursa hii kuuliza maswali yote ambayo mlionayo, kutoa uzoefu wenu kwa hao wenzetu wa PPRA na kujadiliana kwa kina ili kupata uelewa wa kutosha kuhusu matumizi ya mfumo huu. Tumepata fursa ya kukutana na wenyewe. Sasa usiondoke na ukiwa na dukuduku nasema nikifika kule nitamuuliza tena baadaye. Muulize kwa sababu umempata nafasi yupo hapa. Aidha, ni wajibu wenu wa kuhakikisha kuwa utekelezaji wenu wa majukumu unazingatia STKM. Nadhani wote mnafahamu ni nini hiyo. Kwa kumalizia, napenda kuwahimiza washiriki wote kufuatilia mafunzo haya kwa umakini ili kufanikisha malengo yaliyokusudiwa. Namba moja, tuna kiunzi chetu, si ndio? Huo ndio mwongozo wetu, ndio katiba yetu, ifuatwe. Natamani siku nyingine tukikutana Musi aseme naomba Sengerema sio na nani wasimame, tukuta tumesimama wote. La pili, tuna mfumo wa SQA. Ni mabilioni ya shilingi yalitumika kuunda ule mfumo wa SQA. Naomba utumike. Na iwe mwisho leo kutuma chochote nje ya mfumo usipokee. Tuna mifumo mingine, msisahau PEPMIS. Na tunaenda mwisho wa mwaka PEPMIS. Kajaze majukumu yako inavyotakiwa, evaluation ifanyike. Tusipate ile la mwaka jana tukaletewa, kila kurugenzi iletewa wafuatao kwenye mfumo wa PEPMIS hawajakamilisha ujazaji. Hilo lisitokee. Mashirikiano. Nadhani mmeona na Musi amesema hapa, kila anapomwomba NECTA aje anakuja, na hatumi mwakilishi, anakuja mwenyewe, na amezungumza na nyie hapa. Wanastahili makofi. Musi ameomba wakurugenzi mbalimbali kwenye idara waje kwenye mafunzo haya. Mnamuona mkurugenzi wa manunuzi, pamoja na kwamba ni jambo lake, lakini bado amekuja. Nimekuja mimi, mkurugenzi wa elimu ya mafunzo na mafunzo ya ufundi stadi, atakuja mhasibu mkuu, atakuja mkurugenzi wa rasilimali watu. Mtapata fursa kuzungumza naye na kuuliza maswali mawili matatu. Tunatarajia mkurugenzi elimu ya msingi atafika, mzee Abdul Mnyoni. Mashirikiano baina yenu na ngazi ya taifa
ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, muyaboreshe. Wote tunajenga nyumba moja. Niwaase mutembelee vyuo vya ualimu vya umma na binafsi. Hilo ni eneo lingine ambalo tumelegalega kidogo. Mtembelee VETA, mkaone mambo yanavyokwenda huko. Wanasema kila siku unaweza kujifunza jambo, ukalen na ukarelen. Nina FDC 55 nchi hii. Nasema 55 kwa sababu kuna kile chuo kilichoko pale Kibaha kiko chini ya TAMISEMI, lakini kuanzia tarehe 1 Julai kitakuwa chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwenye ukurugenzi yangu. Tunatoa kule elimu haina mwisho. Kimsingi wale na wanafunzi wa sekondari mpite huko. Haya ni mafunzo nje ya mfumo rasmi. Lingine, matumizi ya fedha za uchangiaji. Nadhani mmeona sasa kila mwezi tunataka taarifa yenu ya makusanyo ya maduhuli. Sisi wizara tunatakiwa tuketi kikao siku ya 5 tangu mwezi kuanza. Manake taarifa yako inabidi tufikie walau siku ya 2 tangu mwezi huo kuanza, ili tupate ripoti yako ya makusanyo ya maduhuli ya mwezi ulioisha. Sasa hayo matumizi ya fedha pia yafuate sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Sio kwa sababu umeruhusiwa kutumia basi unaamua tu kutumia kwa kutokufuata utaratibu. Usimamizi wa matumizi ya rasilimali watu, rasilimali miundombinu. Mna magari, kuna majengo. Tunaomba mkasimamia rasilimali mlizopewa, kukasimamia kwa mujibu wa taratibu zinazotakiwa. Nimelisikia ombi lenu la mshiriki na nyinyi mwe sehemu ya utahini. Namshukuru Profesa Said amesema vizuri. Hakusema ile neno yeye kulitumia, lakini nalitumia. Hapana. Badala yake amesema anafanya inventory of examiners. Ukikidhi vigezo vya kuwa examiner, utashiriki kama examiner, sio kama SQA. Nadhani mmemwelewa vizuri, na mimi nimeelewa vizuri. Kama examiner. Ila likizo hili, hata mimi ukiniambia leo nitakwambia shule ambayo najua mtoto marehemu mdogo wangu bado kashikiliwa shuleni. Yeye aliambiwa shule hiyo iko mkoa wa Pwani, wastani wake 60%. Yeye kapata 55. Kaambiwa hizi 5 unazijazia hizo wiki 2 unabaki shule. Mdogo wake karuhusiwa kwenda nyumbani. Tumetia gharama marais kumfuata mtoto wa kwanza, kumfuata wa pili. Lakini mwongozo anasema tumefunga shule kipindi hiki. Hizo wiki 2 zita add nini? Zaidi ya kumstressisha mzazi na mtoto mwenyewe. Na kuna clip inatembea huko inasema mtu msemaji mmoja anasema wazazi mnaacha kukaa na watoto wenu mnawapeleka boarding. Alafu na mlaumu mwalimu hamtilii maanani mwanao. Sasa tumesema shule imefungwa, basi mrudishe kwa mzazi wakafanye bonding. Shule tena wanasema huyu nabaki naye. Mkaliangalie hilo. Mmemsikia Profesa Said ametoa data, katoa takwimu. Na mimi nampenda sana Profesa Said. Kila anapokuja kuzungumza na yoyote, awe waziri, awe mdhibiti ubora kama wewe, awe afisa wangu FDC kule, anampa numbers. Sasa wewe bishana na numbers. Unaweza kusema mimi sio kweli. Anazo takwimu. Na wanafanya utafiti kweli kweli. Sasa ni jukumu lenu kwenda kusoma zile nyaraka alizosema ziko kwenye website. Kasome zile report, afu angalie, jipime. Mimi nimedhibiti ubora vizuri? Hii namba yangu nitaifanyaje niongeze kwenda juu? Kasema kwa nini nidhamu inabadilika tu wakati ikifika Kiingereza? Kiswahili mtoto ana nidhamu. Eti factor ya kudondoka ni umbali. Umbali kwenye jiografia tu, like kwenye history, huo umbali haukount. Mkazitafute hizo factors. Nyinyi ndio mko kwenye ground, mnazifahamu. Mkazitafute.
La mwisho, nimekusikia ndugu yangu wa VETA ukisema kuna wale wanafunzi wanapangiwa na TAMISEMI. Mimi sasa ni mjumbe kwenye kamati ya selection na hilo nilishalifikisha. Nikamwambia mnapanga, hawaendi, badala yake wanachukua nafasi za wengine, na wale wanaokwenda wanakwenda na notion mbalimbali. Anataka lazimisha chakula, malazi, na anakuja na ile free notion ile. Huko kwenye elimu za ufundi huko tutaiongea wakati nitakapoza nafasi, lakini hilo tulishalisikia na tutalifanyia kazi. Kwa kuhitimisha sasa, niseme kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa mamlaka alionayo yeye ambayo amekasimisha kwangu, ninatamka rasmi kuwa mafunzo ya ununuzi wa umma kwa kutumia mfumo wa NeST Lower Level Module kwa ofisi za udhibiti ubora wa shule wilaya yamefunguliwa rasmi kwa kauli mbiu inayosema ununuzi endelevu kupitia mfumo wa NeST. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.